Muda huo nilitakiwa kuwa chuo nikitumia pesa za wazazi wangu vizuri na kwa malengo yaliyokusudiwa. Nimejifunza na sitarudia makosa. Dunia imejaa vingi sana vya kustaajabisha. Umzaniaye ndiye siye, na yule asiyemzania ndo ndiye. Ni kweli, kwa sababu si kila asiyepigana sio kwamba hana nguvu au hawezi kupigana. La hasha, bali haijapatikana sababu ya yeye kupigana. Na ndio maana Waswahili walisema, ukitaka kujua kama kinyonga ana mbiu, choma msitu. Kwenye hili nimejifunza vitu vingi sana, ikiwemo na kutomdharau mtu yeyote. Najua vingi, anaweza kufanya mengi makubwa ya kuishangaza dunia, lakini siwezi kutumia ujuzi nilionao kwa ajili ya kuonea wengine. Wewe umejifunza wapi hivi vitu? Na kwa nini imekuwa siri kwako? Sadala bwana. Hii ni zawadi kutoka kwa marehemu babu yangu. Unajua babu yangu alikuwa mtu wa makarama sana. Hata waliomjua walimwogopa, ingawa kuwa mtu mbaya. Hakuwahi kutumia karama zake kuwadhuru wasio na hatia. Na hata mimi alinisisitiza sana nisije kuwadhuru wasio na hatia. Kwa hiyo unaweza kufanya nini na nini? Vingi. Vingi sana na vikubwa.
Oya mwanangu, kweli mke wa mtu somo. Sasa nyinyi mnaojifanyia geto mna maziwa, itakula kwenu. Zako Hansi ishamkuta jambo. Oya Doto, hebu acha kufuatilia maisha ya watu bwana. Sasa kwani ni siri? Mbona lishasambaa kwa kasi sana? Punde litaenea mji mzima. Hansi anatembea na mke wa mtu na mwenye mke kampa mshipa. Yaani bonge la busha. Umeliona ndugu yangu? Huo ndo ukweli. Kwa hiyo wewe kama unamsalandia mke wa mtu au upo kwenye mahusiano na mke wa mtu, ni heri kuachana naye kabla mwenyewe hajakuchukia. Na kama unavyojua nchi yetu, jambo likishavuma kila mwanga anataka afanye hivyo hivyo. Vipi mzote? Safi. Bwana, umepata taarifa ya rafiki yako Hansi? Amefanyaje? Kumbe yule ndo anatembea na mke wa Madebe. Madebe amemtia busha. Busha? Wewe umejuaje? Nimemuona kwa macho yangu. Kwa hiyo Madebe naye ameshajua? Nilikuwa naye jana jioni, tunamuona. Tafuta namna ya kumsaidia rafiki yako. Madebe atamuua yule. Mama Madebe kazamilia ubaya. Ubaya ubwela. Shikamoo. Nikusaidie nini? Samahani. Nikusamee, umekosea nini? Nimekuja kumwombea msamaha. Wewe una mke? Yaani umeshawahi kuoa? Hapana. Na ndio maana unachukulia poa tu kwa Hansi kutembea na wake za watu na wewe kuja kumwombea msamaha. Sasa kaa mbali na huu msala, kwa sababu nataka nitoe fundisho kwa jamii ijue, na yoyote atakayethubutu kutembea na mke wa mtu basi amkumbuke Hansi. Genda huko. Hans. Hans, umenitisha ujue. Kulikoni? Kwani mbona upo kimya sana? Hans, nisikilize. Hutakiwi kujikatia tamaa. Unatakiwa ujipambanie. Hivi umekula chochote toka kumekucha?
Jigija, hivi ni nani anaisambaza hizi habari? Sio usiri tena, imeenea mji mzima kuwa Hansi anatembea na mke wa mtu na mwenye mke amemshusha busha. Sasa wewe ulijuaje kama tunamzungumzia Hansi? Hansi ndo habari ya mjini sasa hivi na ametrendi, ameenda viral. Maana yake hata usimjua wanataka kumjua sasa hivi na wanamsearch kwenye mitandao, wengine wanataka ende kwake wakamuone, na sijui kama kesho hatochapishwa kwenye magazetini, maana mtandaoni kote kachafuka yeye. Sema amejitakia mwenyewe. Wanawake wasioolewa ni wengi kuliko walioolewa. Kipi kimemfanya mpaka akachukue mke wa mtu? Hapana Mjigija, useme hivyo bwana. Ndio ukweli. Mimi siwezi kumuonea huruma mtu kama huyo. Ameyataka mwenyewe. Sasa huwezi jua, pengine wewe mke wa mtu mwenyewe ndio alimshobokea Hansi. Haijalishi. Hata kama angekuwa hajui kuwa ni mke wa mtu, lakini anajua kabisa mke wa mtu. Hata kama angekuwa ameshaishiwa kiasi gani, haimpi uhalali wa kutembea naye. Mdeva, mbona anamtetea sana Hansi? Au na wewe unahusika? Nani, mimi? Eh. Hapana. Mimi sitembei na mke wa mtu. Na wala sitegemei kabisa kama nitakuja kutembea na mke wa mtu. Kama na wewe unatembea na mke wa mtu, achana naye kabla hajakufika jambo. We muache ajifanye kijogoo bahasha. Mwenye mke akijua ndo atajua kama maharage mboga au futari. Tatizo rafiki yako yule ni mjuaji, afu ni mbishi sana. Mwache kwanza ajifunze. Ni kweli, lakini nawezaje kumwona rafiki yangu anateseka na kuzaliwa hali ya kuwa anaweza kumsaidia? Hivi nikuulize swali. Kwa mfano, huyo rafiki yako ungegundua kwamba ananitongoza mimi mkeo, ungechukua hatua gani? Nani anakutongoza wewe? Rafiki yetu ungekufa. Hebu niambie, umeshawahi kukutongoza? Hapana. Kama mkuki kwa nguruwe. Sio kwamba namuunga mkono kitendo alichokifanya, isipokuwa namwonea huruma, anadhalilika. Sasa wewe ndo ungekuwa Madebe ungefanyaje? Yule rafiki yako ni mnafiki, alafu hana adabu. Hansi ajali kama unavyojali wewe. Mama Linda, hivi una mpango gani wa kumsaidia Hansi? Hansi anadhalilika, alafu anateseka. Habari imeisha sambaa mji mzima, kila mtu anamzungumzia yeye tu. Hebu fanya umsaidie Na siombei, ila kama madhara makubwa yatamkuta Hansi, lawama zote utabeba wewe. Kibaya zaidi, Hansi ameshaanza kujikatia. Na kumbuka, nilishawaonya kipindi mnaanza kuingia kwenye mahusiano, ukaniona mjinga na ukahisi na kuonea.
Sadala, upo kwenye dimbwi la mawazo mwenyewe. Vipi? Au ndo unaanza kuhusu rafiki yako Hansi? Wahenga wanasema mkilanga hekei matanga. Madhali amelikoroga mwenyewe, acha alinywe. Umezipata wapi habari za Hansi? Imeenea mji mzima, hakuna asiyejua. Ila unajua nini? Acha limpate. Hansi amezidi umalaya, aheshimu wake za watu, na hata mkeo angekuwa jiheshimu, sasa kashatembea naye. Unasemaje? Ndio hivyo. Kwa hiyo amepata anachostahili. Hebu subiri kwanza. Kwa hiyo Hansi alikuwa anamtaka mke wangu? Ndiyo. Wewe umepata wapi hizo habari? Nimewafuma. Mkeo akimkanya Hansi anamwambia ukome kunitongoza, na ukirudia tena atakwambia, na akamwambia akome kukanyaga nyumbani kwako. Aha. Kumbe ndio maana Hansi alikata mguu wa kuja nyumbani kwangu. Kila nikimshawishi alikuwa anatoa sababu za uongo na kweli ili asije nyumbani kwangu. Napata picha sasa. Na ndio maana kumbe mke wangu Ndio unazinduka saa hizi. Pole. Na ushukuru Mungu umepata mke anayejielewa na kujiheshimu. Saa hizi yule rafiki yako kipenzi angekuwa mume mwenzio. Dar es Salaam unavyoambiwa kuwa uyaone, sio magorofa, uyaone ya walimwengu. Odi. 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 Karibuni. Asante. Habari za saa hizi? Salama. Sisi ni wanahabari kutoka Taswira Media. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuchukua habari. Tumepata taarifa kuwa kuna tukio la kustaajabisha limetokea hapa. Nyie hizo habari mmezitoa wapi? Na mmeambiwa kuna tukio gani la kustaajabisha hapa? Tumezipata kutoka kwenye vyanzo vyetu vya habari. Na habari yenyewe ni kuhusu Hansi, Madebe na Mama Linda. Si wanakaa hapa? Ni kweli. Hao wote mliowataja wanaishi hapa. Na chumba cha Hansi ni kipi? Hansi. Ndiyo, chumba chake ni kipi? Chumba chake kile pale, lakini hayupo. Ameenda kutibiwa. Na chumba cha Madebe kipo wapi? Chumba chake kile pale, ila na yeye pia hayupo, ameenda kazini kwake. Na mke wake ameondoka leo asubuhi. Sawa, unaweza ukatuelezea kidogo kuhusu tukio lilotokea hapa, maana tusiondoke mikono mitupu. Hapana, siwezi kuongelea chochote kwa sababu kwanza mimi sio msemaji wao, kwa hiyo siwezi kuwazungumzia. Kidogo tu, na usiwazungumzie wao. Naomba utuzungumzie lile tukio lilotokea hapa baina yao. Hapana, sipo tayari. Asanteni na kwa elimu. Asubiri kwanza. Ofisi ya Madebe iko wapi? Sijui.
Kumbe Hansi alikuwa anakutaka alafu amekaa kimya. Kwa hiyo naona alishamfika huko, kaamua kuja kutubu ili apate msaada eh? Kwa nini umenificha? Ulikuwa na nia gani? Mimi wala sikuwa na nia yoyote mbaya. Kutaka tu kuwagombanisha wala kuharibu urafiki wenu. Ndio maana nilimuonya na nikampiga marufuku kanyaga hapa nyumbani. Nisikilize mke wangu. Mtu yeyote akikwendea kinyume, iwe ni kwa siri ama dhahiri, huyo ni adui. Hansi nilimgeuza rafiki yangu kipenzi, lakini kumbe alikuwa adui yangu. Halafu hii tabia ya kupenda kutembea na wake za watu alikuwa anaipenda sana, na nimemuonya kweli kweli. Hata kuhusu mke wa Madebe nimemuonya mara nyingi sana, lakini hakusikia. Sasa mwache avune alichokipanda. Mbona duka lenyewe limefungwa? Inawezekana akawa hayupo. Tumsubiri kidogo, inawezekana hajaenda mbali. Basi sawa, haina shida, ngoja tumsubiri. Habari. Safi, vipi hali mzee? Salama. Shikamoo. Salama. Samani, Ndio. Huyu mwenye duka hapa hajafungua? Nadhani atakuwa hajafika. Na anafunguaga saa ngapi? Mida yake ndio hii, lakini ukiona bado pamefungwa, kuna sehemu ameenda. Sawa, maanake sisi waandishi wa habari tulikuja kwa ajili yake. Acha twende, tutarudi baadaye kidogo. Sawa. Tutakuja wakati mwingine, twende. Sawa. Karibu. Asante. Madebe yupo? Madebe hayupo, nadhani atakuwa yuko dukani kwake. Dukani hayupo na duka limefungwa. Dukani hayupo? Ndiyo, na nimekutana na waandishi wa habari. Nadhani watakuwa wanataka kumhoji kuhusu swala lake yeye na Hansi. Hao waandishi hadi hapa walikuja, hawakumkuta. Basi ndio maana nilikuwa nataka nimfikishie taarifa. Sawa. Madebe hayupo dukani saa hizi. Takuwa ameenda wapi? Malinda na kazi. Madebe, 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 hongera sana. Yaani nimependa ulichomfanyia Hansi. Maana yake anajiona kijogoo sana yule mkaka, na hili ni fundisho tosha kwa wanaume wote wenye tabia kama ile duniani. Umetoka kubeba tena nyuklia lingine. Safi sana, wakomeshe. Mimi sijui niungane na yeye. Basi bwana yule tukaenda naye, lakini taarifa zikawa kwamba
biashara hana tena, kutokana na biashara zake zilikuwa anapambana nazo sana, ila wale wenzie ambao walikuwa wanafanya naye biashara hazikuenda sawa, kwa sababu walikuwa wana kawaida ya kumdhulumu. Madebe, nisubiri bwana, kuna waandishi wa habari wanakutafuta. Walifika dukani na nyumbani wakakukosa. Wapeni kombe watambe, kombe watambe, 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 wapeni kombe watambe. Nikombe watambe, wapeni kombe watambe, kombe watambe, wapeni kombe watambe, watambe, wapeni kombe watambe, kombe watambe, wapeni kombe watambe, wapeni kombe watambe, watambe, wapeni kombe watambe. Ulikutana na mzee Tembo? Ana shida gani? Alikuja kutaarifu kuna waandishi habari wanakutafuta. Wanataka nini? Kuhusu kama yanahusiana na haya maswala, wangekuoje wewe na ungewaelekeza kinaga. Alafu huyo mzee Tembo shida yake haswa ilikuwa ni nini? Alikuja kutaarifu kuna waandishi habari wanakutafuta.
Kwanza kabisa naomba unisamehe. Najua nimekufanyia makosa makubwa sana ambayo sikustahili kabisa kuyafanya. Nalitambua kosa langu na najutia. Naomba unisamehe. Lakini pili, Hansi hahusiki kabisa. Mimi ndo nilomsababishia. Karibu. Mambo yanazidi kwa mazito. Madebe amekusudia ubaya. Leo amefunga duka mapema. Sijui ameenda wapi. Wakati anarudi nimekutana naye njiani. Nikamsemesha. Hakunijibu. Lakini wewe Madebe si rafiki yako sana. Hicho ndo kinachonishangaza. Kwani unapokuaga naye analizungumziaje hili swala? Anasema amekusudia kuwakomesha wale wote waliohusika, ila huyu mwingine huyu ndo anayemuumiza kichwa. Kila akimsachi kwenye rada zake hamuoni, anaona kimvuli tu. Anapambana ili awanase wote, akiwapata wawe fundisho kwa wengine. Na ninavyomjua Madebe, anataka kuwaua tu. Jamani, nyie kuwa mtu mnadhania kazi rahisi eh? Mtu kufa ni mpaka ahadi yake itimie. Yaani labda awachukue msukuma. Shemeji, Madebe ni kigagula, na akikwambia hutoliona jua la kesho hulioni. Yule jamaa hatari sana. Shana, kangu Vipi? nafanya Madebe, manake bado anaendelea. Namwacha endelee na kati, unasikia kabisa anamtafuta aliyeshirikiana na Hansi ili amkomeshe.
Ndio maana nitafuta. Kuanzia sasa hivi mwanangu, ukitaka kumpeleka popote lazima unishirikishe. Sawa, ila nilikuwa naomba akae huko hadi jambo litakapoisha, kwa sababu haya yanaendelea, akisikia au akiona yanaweza kumharibu saikolojia. Umenielewa nilichokwambia? Ndiyo. Nimekwambiaje? Siku nyingine nikiwa nataka kumpeleka mwanao popote nikushirikishe kwanza. Vizuri. Niambie nifanye nini ili nisamehe? Mimi mbona nishakusamehe muda mrefu tu, au unataka niongezee adhabu zaidi? Hapana, nilikuwa naomba unisamehe mimi, umsamehe pia Hansi na mwenzie. Manake haya unayoyafanya huoni kama hii ni fedheha kwetu sote, hasa kwangu mimi na wewe? Yaani sasa hivi kila mtu anajua kwamba mke wa Madebe amechepuka. Huoni kama hii ni fedheha? Na mbaya zaidi, unasifika kwa uchawi. Huoni kama hii jambo sio zuri, mume wangu? Mimi wala sijali, na kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kumtajataja Hansi, kwa sababu kadri unavyozidi kumwombea msamaha mimi ndo nazidi kumchukia. Nisikilize, mimi ninapopanga langu hakuna mtu wote anaweza kunibadilisha maamuzi dhidi ya kile nilichokipanga.
Unaweza ukaniambia Hansi alishirikiana na nani kwenye tukio? Sijui. Kumwona na sikumsikia, kwa hiyo sijui ni nani. Vipi, umemshindwa? Hapana, hakuna mtu ambaye anaweza kunishinda, ila ngoja. Mume wangu, kumbuka mtoto wako pia anahitaji malezi yako. Tembo, kuna jambo nataka unisaidie. Jambo gani hilo? Nataka kumjua mtu ambaye ameshirikiana na Hansi kumzika mke wangu akiwa hai. Ina maana mpaka sasa hujamnasa kwenye rada zako? Bado. Na huyo aliyeshirikiana naye anaonekana fundi sana. Sasa nataka nimjue ili niweze kukabiliana naye. Sawa, hilo nitalifanyia uchunguzi. Lakini jana ilikuwaje? Maana ulinitia mawazo nikasema nimemuuzi nini swaiba wangu huyu? Hapana, nilienda kutafuta dawa. Na kama unavyojua dawa nyingine zina masharti. Sawa. Sasa wewe usinipe na hiyo. Yaani wewe ukishalipwa kule utakata kule kule. Hapana. Kwanza kazi ishi afu ndo tunamalizana. Sawa, ulimadi kila mmoja baki na deni. Wewe mwanangu unapenda sana haya. Leo umepewa niletee. Wewe nipe. Shida nini mzee? Vipi? Chana naye Hansi. Sasa mpokele uenda na shida. Chana naye snitch. Kwani Hansi wewe si rafiki yako? Alikuwa rafiki. Ila sasa hivi sio rafiki yangu. Na hawezi kuwa rafiki yangu tena. Haya, na wewe umekufanya nini? Unajua mimi waga siwezi kuwa na marafiki wanafiki. Sawa bwana. Mimi ukinizingua na wewe nakuzingua. Ukiniletea mambo meusi mimi nakuletea mambo meusi zaidi. Naelekea amekukwaza sana. Sasa atakuwa mgeni wa nani? Utajua mwenyewe. Mama Linda, hivi hujakoma tu? Kwa nini unataka kumwongezea mwenzako matatizo hivi? Madebe akikukuta hapo dirishani saizi utamweleza nini ili akuelewe? Mimi nilikuwa nakuja kumwangalia Hansi kwa sababu mzee Tembo alikuja akagonga sana leo lakini hakufunguliwa. Lakini pia sijamuona kabisa Hansi akitoka kwenda chooni. Kwa hiyo mimi nikawa nimepata wasiwasi. Ungekuwa unamuonea huruma,
ungemshawishi Madebe amsamehe. Lakini hicho unachokifanya hapo sana sana unazidi kumchochelea kuni. Umenielewa? Lakini nilichokwambia nimekuelewa. Hansi yuko salama salmini na nilikuwa naye hapo ndani kwake muda so mrefu. Ukiona akujibu ujue hataki kuzungumza na wewe. Umesikia Mjigija? Ndio. Wateja wako kuna wakati uambie ukweli kwamba siku zote fundi mzuri anakuaga na kazi nyingi. Kwa wanapokuja na kazi zao, hata kama kweli zinahitajika kwa wakati wakatunze, zina tarehe maalum, lakini kuna wakati pia inabidi waheshimu kwamba kuna wateja wengine wanawafuata. Sisi sio kwamba tunafanya kazi zao, kazi ni nyingi tunafanya. Sadala, unajua wateja wengine wanakuwa waelevu kuambia, na wengine hawaelewi kabisa. Yaani lile wanaloshikilia ndo lile lile. Sasa mimi unafikiri nitawaambia vipi mpaka waniamini? Kama hawaelewi basi waende kwa wao mafundi wao wanaoharibia. Kile tutafanyaje? Sadala, hebu nisaidie ndugu yangu, nasaidika. Ninajua nimekukosea sana, tena zaidi ya sana, lakini nione huruma hata kidogo tu kaka. Naomba nisaidie hata kidogo tu kaka. Pole sana Hansi. Sadala, samehe rafiki yako. Samehe. Mimi siwezi kuwa na rafiki snitch kama huyo. Mwache azalilike ili ajifunze. Kama nisamehe. Unajua sina rafiki mwingine yoyote naweza kumkabili kwenye shida zangu zaidi yako kaka. Naomba nisaidie miguu yako. Naumia. Hansi, ungekuwa unathamini urafiki wetu na kujali mchango wangu kwako, usingemtongoza mke wangu. Unashtuka? Ulizani ni siri? Hakuna siri ya watu wawili.
Hansi, wewe ni snitch, na ndio maana hakuna hata mtu mmoja anayehangaika na wewe kukusaidia. Kila mtu kwa sababu kwanza wewe huishi na watu vizuri. Watu walikuwa wanaombea hili likukute ili ujifunze kuishi na watu vizuri. Na kwa taarifa yako, watu wamefurahi. Hansi, umezingua tena, umezingua big time. Yaani hata mke wa rafiki yako unamtongoza Kweli wewe ni snitch na ustahili hata kuonewa huruma. Kaka Sadala, mimi nakiri ni makosa yangu kweli, na najutia kwa nini nimefanya hivyo mimi, na nakuahidi yaani siwezi kufanya tena hivyo mimi. Haki ya Mungu, mimi nikija nikifanya tena nikimtongoza mke wa mtu mimi Hansi, nakuruhusu fanya chochote kile, fanya chochote. Mimi sina cha kufanya na wala sitakufanya chochote, ila walimwengu wanacho cha kufanya. Watakufanya. Nisamehe, naomba nisamehe ndugu yangu. Snitch, usimuone hivi analia. Mnafiki mkubwa huyu. Hongera sana bwana Madebe. Na mimi itabidi unipe dawa ili na mimi mke wangu kabla ile hajaanza kunyemelewa na mtu niwe nishakuwa nayo. Mimi dawa ya kukupa eti mtu kabla hajafanya jambo lolote kwa mke wako awe kashanasa, hiyo mimi si. Mimi mke wangu nilimtengeneza kwamba yoyote atakayehitaji kuhusika katika tunda ambalo mimi nimelilipia hakuna siri, kwa sababu hapa kata yote wanajua kitu gani wewe umefanya. Yapi? Kwamba kama yeye uliyomfanyia Hansi wanajua. Sasa ndio maana nakwambia nipe dawa na mimi nitengeneze mazingira yangu. Sasa mzee Tembo, kama kila mtu nitampa dawa ya namna ile, si mwisho wa siku mtakuja kunasa wengi, kwa sababu nyinyi wenyewe mnashiriki kwa wake za watu. Wewe nimekupa, kaja mwingine nimempa, hamjanasa. Mwisho wa siku hii gete matabaka kwamba watu wananasa. Bwana wewe, hiyo haiwezekani. Kulikoni? Ni Hansi. Anani? Hansi amekuja ofisini kuniomba msamaha. Umemsamehe? Kweli Hansi mwanangu, ni nini kimekukuta mwanangu? Na ni nani huyo kwa kufanyia hivyo, na yupo wapi?
Mama, mi nadhani ingekuwa vizuri tungeingia ndani ndio. Namtaka nimjue huyo Barazuli alomtia mshipa mwanangu na huyo mwanamke wake. Sawa, utamjua. Nizali mhusika mwenyewe tumemkuta, kila kitu kitakuwa wazi. Tungeingia kwanza ndani. Twende ndani. Sonia, nimesikia sauti kama ya watu wanaongea. Sijui, ila mimi pia nimesikia sauti ya mwanamke na mwanaume, na mwanamke akimuita Hansi mwanangu. Ina maana mama yake Hansi amekuja? Inawezekana. Mbona makubwa haya? Utavuna ulichokipanda. Vipi? Kwema. Kwema. Adara, leo nikutana na rafiki yako, ndio asimu wako. Kumbe kweli anamshipa ana kitenesi. Yaani nimefurahi sana, yaani safi kabisa, yaani pale kasau msuli tu. Hansi ana maadui wengi sana. Kitendo alichofanyiwa kila mtu amefurahi, ingawa anatia huruma. Menina. Oh, mambo poa. Vipi? Safi za siku. Safi. Karibu. Leo utembelea kwetu? Karibu sana. Asante. Sadara, msaidie rafiki yako. Msaidie nini sasa? Kama kumwombea msamaha kwa Madebe, au kuna mtaalamu yoyote mzuri unayemfahamu, mpeleke akaaguliwe, na akipona hatarudia tena kutongoza wake za watu. Naamini ameshakoma. Mimi naamini ameshakoma. Zama lile sio mchezo. Kila anakopita watu wanamnyoshia vidole na kumjadili. Shida yuko mtaalamu anayejua kuliko Madebe, maana Madebe anavuma kigagula toka alipotoka huko. Ninavyosikia ukokuwa wenyewe wamemkimbiza sababu ya uchawi. Menina we kiboko.
We, haya yote umeyajulia wapi? Dunia haina siri. Baada ya kutokea hili, mjadala umehamia kwao. Kila mtu anamzungumzia iliyokuwa na ukweli na lisilo na ukweli, ila yote kwa yote, Sadala, msaidie rafiki yako, amefedheheka sana, tena amefedheheka vya kutosha. Sawa. Karibu sana. Asante. Haya, karibu. Haya. Wasalimie nyumbani. Hivi kwa nini wanaume wengi wanakupongeza wewe? Unajua wanaume wengi ni wadhaifu kwenye ndoa zao wanajua wazi kwamba wake zao wanawasaliti, ila wao hawana la kufanya. Vipi kuhusu Hansi, una mpango gani? Nitamuua. Hofi? Niofie nini? Watu wote hapa wanajua kwamba wewe ndio uliomtia busha, alafu ukifanya hivyo akifa, unajua wewe ndio umemuua. Hakuna anayejua, wanahisi tu na hakuna ambaye anaweza kuja kutoa ushahidi wa wazi. Lakini mimi siofii, hata kama wakijua kama mimi ndo nimeua. Haya, Samahani, naomba mnaonyesha chumba anachokaa Madebe. Anakaa chumba hiki au chumba kile? Wewe una shida na chumba cha Madebe au una shida na Madebe? Na shida na Madebe. Madebe ndio mimi. Nimekwambia nataka umponeshe mwanangu sasa hivi. Wewe uniache. Sikuachi. Mwanga mkubwa wewe. Uone kwanza. Mwanga mkubwa wewe. Uone kwanza. Nenda kwambia hivi, mwanangu apone. Chawi mkubwa wewe. Wewe nisikilize mama, mimi huwezi kunionyesha. Mimi ndo nitakuonyesha. Uzi wewe. Na huyo mwanao huyo, kesho sijui kama ataliona jua la kesho. Akiliona jua la kesho, wallahi mimi sio Madebe. Jingani. Mambo zako. Ngoja. Sadala. 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 Vipi? Kwema? Sio kwema. Vita imepamba moto. Hansi hata uliona jua la kesho. Kivipi? Mamake Hansi amekuja. Amemfanyia fujo Madebe. Madebe amekasirika. Na ameahidi Hansi hata uliona jua la kesho. Na ninavyomjua Madebe atanii. Kwa hiyo tujue jinsi gani ya kumsaidia. Kama kuna mganga yoyote mkali anaweza kumsaidia Hansi, tumfuateni. Kwa mama Hansi yupo? Yupo. Amefika muda si mrefu.
Sawa, acha sisi tufikirie namna ya kufanya, na wewe nenda kafikiria. Sawa, ila naomba uende ukamtulize mama, aache jaziba. Sawa. Unanichunguza au? Hapana. Mbona umestuka baada ya kuniona? Sikujua kama upo nyuma yangu. Sasa nakutaarifu kwamba wale wameyatimba, na nakuhakikishia ukoo ule nitaangusha mmoja baada ya mwingine mpaka nitahakikisha ukoo wote na usambaratisha. Mimi mchawi na mwenyewe bwana. Twende. Wapi? Leo unaniuliza wapi? Wewe si rafiki yangu wewe? Wewe ni rafiki yangu bwana, mimi siwezi kukudhuru. Hata Hansi alikuwa rafiki yako, lakini umemzuru. Yeye alinisaliti, na mimi mtu akinisaliti na kuwa mbaya kweli kweli katika mtu kunisaliti. Na wewe chunga usinisaliti. Twende. Akirudi mwambie aripoti kituoni mara moja. Sawa. Mwambie hii ni amri kutoka jeshi la polisi na atii sheria bila shuruti. Akitulazimisha tumtafute itamgharimu. Sawa afande. Asante kwa ushirikiano wako. Mama Hansi, wewe tulia. Swala hili tuachie sisi. Tutahakikisha tunamtia nguvuni. Sawa, jitahidini kabla jua halijachwa. Na mkifanikisha hili, nitafurahi. Ondoa shaka. Kabla jua halijazama atakuwa mahabusu. Namtafuta rafiki yako Madebe. Pote atakapopatikana mwambie anahitajika kituoni haraka. Sawa. Mwambie ni muhimu. Leo kabla giza jaingia mwambie afike kituoni haraka. Sawa, nitamweleza. Ina maana yule afande Juma hakujui? Mpuuzi. Ananijua vizuri sana. Huyo mimi sinipanga naye nyumba moja huyo. Alafu yule mwenzie ndio kila siku alikuwa anakuja kumtembelea, asinijue huyo. Ananijua vizuri sana. Sasa kimetokea nini hapa? Hawa ni mwachezea mchezo mdogo tu. Alafu yule mama Hansi anajifanya na akili sana. Yaani ameenda kunistaki ili mimi niwekwe ndani ili mwanawe nisimuue. Sasa kwa taarifa yake leo namdondosha.
Vipi? Mambo yameenda vizuri? Yameenda vizuri. Amepata usingizi? Tena bila kuchelewa. Ulipokutana na Madebe njiani, mlipoachana tu amechota nyayo yako. Chota nyayo yangu? Sasa umejuaje kama nimekutana na Madebe njiani? Leo nyayo yangu ataka kuifanya nini? Wewe tulia. Nimeshamalizana naye kimya kimya. Sasa mimi nataka nianze na mmoja mmoja. Leo unaanza na Sadala, alafu atafuata rafiki zake wote, na mimi uwaga nikiroga. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kumwopoa mtu mpaka mimi mwenyewe. Vipi? Mimi si nilichota mchanga hapa, nilichota unyayo. Sasa mbona sioni? Siji chochote. Sasa ziko wapi? Mimi najua, mimi nashangaa. Hebu twende bwana. Hapa kuna kitu hakiko sawa. Kitu gani? Kuna mtu analikoroga. Sasa atalinywa.